Naam, habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Giza bado ni nene, kutekwa kwa Mdude Nyagali, matamko mbalimbali yakitolewa na Chadema. Wametoa masaa 72 kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura kuzungumzia mwenendo wa matukio ya utekaji nchini, likiwemo la Mdude Nyagali ambaye hadi sasa hajulikani ni wapi alipo. Lakini muda mchache tu baada ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kumpa saa 72 mkuu wa jeshi la polisi IGP Wambura kuzungumzia mwenendo wa matukio ya utekaji nchini, likiwemo la Mdude Nyagali ambaye hajulikani ni wapi alipo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa onyo kali. Chama hicho kimeeleza kwamba IGP hawezi kuwa kimya wakati wote huo, wakati kuna matukio yanayoonyesha kwamba kuna magenge ya uhalifu yanatumika kuteka watu majumbani mwao. Wito huo umetolewa tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 jana na naibu katibu mkuu wa chama cha Chadema Tanzania Bara Amani Golugwa, wakati akizungumzia kuto kuonekana kwa kada wao Mdude ambaye nadaiwa alichukuliwa Mei 2 mwaka 2025 na watu waliojitambulisha kuwa ni askari wa jeshi la polisi. Tunakusihi sana IGP, ndani ya saa 72 uzungumze na Watanzania kuhusu hili suala la magenge ya uhalifu. Alieleza kushangazwa kuendelea kusikika taarifa za kuwapo watu wanaojitambulisha kuwa ni askari wa jeshi la polisi. Wakati huo huo, Golugwa amesema Chadema kimeweka dau la shilingi milioni 10 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazowezesha Mdude kupatikana. Hivyo ametoa rai kwa Mtanzania yeyote mwenye kujua alipo kada huyo kutoa taarifa kwa chama cha Chadema. Tunatangaza kutoa shilingi milioni 10 kwa mtu yoyote atakayesaidia taarifa za uhakika na za anaposhikiliwa Mdude Nyagali. Kiasi hiki cha fedha sio kwa kusaminisha Mdude, maisha ya Mdude yana thamani kubwa, amesema Golugwa. Golugwa amelitaka jeshi la polisi kufanyia kazi taarifa zilizotolewa na wananchi kuhusu watu waliojitambulisha kuwa ni askari wanaotuhumiwa kumchukua Mdude nyumbani kwake. Tunatoa wito kwa wanachama wote na wananchi na Watanzania ambao hawalizishwi na mwenendo huu, tusaidiane kuwatafuta watu waliomchukua Mdude, amesema kiongozi huyo wa Chadema. Kama nilivyokuambia, jeshi la polisi Mbeya limejibu na kutoa onyo kali kufuatia matamko ambayo yamekuwa yakitolewa kufuatia kutoonekana kwa Mdude Nyagali tangu alipotekwa na watu wasiojulikana. Moja kwa moja tupitie jeshi la polisi Mbeya, taarifa yao inasemaje? Taarifa kwa umma, jeshi la polisi Mbeya latoa onyo kali. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na uchunguzi wa tukio la tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude, mfuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na watu wasiofahamika na kisha kutoweka naye kusikojulikana. Katika hatua za awali, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilitoa wito kwa mtu yeyote mwenye taarifa za mahali alipo Mpaluka Saidi Nyagali maarufu Mdude azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hilo ili waweze kukamatwa. Hivi karibuni, wakati jeshi la polisi likiwa linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, kumejitokeza baadhi ya watu na viongozi wa Chadema na kutoa matamko mbalimbali, likiwemo kutaja baadhi ya majina ya askari wakiwatuhumu kuhusika na tukio hilo bila kuwasilisha ushahidi wowote. Kufuatia kauli na matamko hayo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote cha watu wenye nia ovu kutojaribu wala kuthubutu kujihusisha na uhalifu wa aina yoyote, ikiwemo kuzuru askari ama familia za askari. Vile kabla ya kufikiria kufanya hivyo, wajionye sana na wasifikiri kufanya kitendo hicho ni rahisi kwao. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya halitasita kumchukulia hatua za kisheria na kumshughulikia mtu au kikundi chochote cha watu
watakaojaribu kufanya uhalifu kutokana na matamko au kauli hizo zinazotolewa. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. Hili ni onyo la jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, na watu mbalimbali wametoa maoni yao katika taarifa hii ambayo imechapishwa kwenye peji mbalimbali za jeshi la polisi Tanzania. Huyu wa kwanza anasema mbuzi wa Bwana Heri Karamajani kwenye shamba la Bwana Heri, alafu Bwana Heri mwenyewe kaenda kushtaki kwenye kituo anachokiongoza yeye. Je, kuna kesi hapo au uchunguzi wowote utakaoendelea? Lakini pia mwingine anasema tuleteeni watekaji wa Sativa, mzee kibao, soka na kadhalika. Tunakoelekea jamii itabidi ishughulike na jeshi la polisi direct. Sasa mnaonekana hadharani kwenye haya matukio. Pia juzi tu mmewateka watu wa Chadema pale Kisutu mahakamani, mkaenda kuwatesa maporini wasiojulikana, sasa wanaanza kujulikana. Lakini pia mwingine akasema polisi waoneni watu wa kuandika taarifa zenu kuwa ni ukakasi sana. Lakini pia mwingine akasema sasa majina ya askari waliotajwa kwa taarifa ya Chadema, RCO alisema hawafahamu, kwa hivyo ni halali ya wananchi wakisha mkamata. Lakini pia mwingine akasema, je, nani kati yenu mwanangu atampa malezi? Wapi atapata mahitaji? Wapi atapata mapenzi? Wapi mama naye wapi atapata mahitaji na malezi? Na ripoti ya upelelezi vipi akiiteka mtekaji? Nasi wananchi tunatoa onyo kali kwa wote wanaohusika na utekaji. Lakini pia mwingine akasema, mmeona jinsi mnavyofikika kirahisi, tunaomba tutende haki, wote ni binadamu. Lakini pia nikajua ni onyo kali kwa watekaji, labda kumbe kwa wanaokemea utekaji kuna chungu cha novena, kombo yake sio poa. Mungu ibariki Tanzania. Hao askari waliotajwa kwenye tuhuma hizo, vipi mmewakamata na kuwahoji? Vipi wanasemaje kuhusu tuhuma zao? Wai mnatutisha sana au? Lakini jueni kuwa sote ni mavumbi tu, hizo mitutu hutakuwa nayo milele, siku ukifa ni wewe na mchanga. Asante sana. Polisi Tanzania inashangaza kuona mkuu wa polisi wa mkoa kama Mbeya akiandika barua ya kiwango cha chini kiasi hiki. Imejaa uandishi wa hovyo bila mantiki na haina hadhi hata ya mtumishi wa ofisi ya kijiji. Hii ni aibu kwa jeshi la polisi na inaonesha udhaifu mkubwa wa kufikiri na kuwasiliana. Kama hiki ndicho kiwango cha viongozi wetu, basi hatuna matumaini ya maendeleo yoyote kwenye mfumo wa usalama. Tumalizie na huyu ameandika comment ndefu sana kwenye peji ya jeshi la polisi Tanzania. Anasema, mbona ninyi polisi Tanzania huwa hamjionyi mnapoenda kumkamata mtu hata kama hana hatia? Last time Mdude alipotea, alitekwa, baadaye alikuja kugundulika kuwa mlikuwa naye na mkamfungulia kesi ya kuchapisha taarifa za uongo, mkamnyima hadi zamana, akasota rumande hadi wanasheria walivyopambana na hatimaye zamana ikapatikana. Mbona wananchi hawakuhoji? Kwanza mnapaswa kuchunguza kile kinachosemwa na wananchi. Wachunguzeni hao polisi wenzenu ndio wamehusika kumteka Mdude. Watanzania sio wajinga, wanajua maovu mnayoyafanya. Acheni kutisha watu. Huu uhuni mnafanya una mwisho wake. Ilikuwa watu wasiojulikana, nao wameanza kujulikana mdogo mdogo. Sativa alitekwa, alipopatikana alisema anawajua waliomteka na akamtaja mmoja wa waliohusika katika kumteka. Kwani mlishindwa kumuita Sativa aje kutoa ushahidi? Everyone is aware that now polisi wanatumika kuteka raia wasio na hatia, na hayo ni maelekezo mnayodai kuwa yanatoka juu. Anayetoa maelekezo haathiriki na chochote, ila chuki inakuja kwenu mjitathmini. Ni maoni ya Watanzania. Uhuru wa kutoa maoni, wametoa maoni yao kwenye peji hii ya jeshi la polisi Tanzania kufuatia taarifa hii ya onyo ya jeshi la polisi kwa viongozi wa Chadema, lakini pia matamko ambayo wamekuwa wakiyatoa. Lakini jeshi la polisi katika taarifa yake limezungumzia kuhusu majina ambayo Chadema wamekuwa wakiyataja kwamba ni askari na walihusika kumteka Mdude, ya kwamba wasiwataje watu hao kama hawana ushahidi. Lakini swali ni kwa nini wasichukue hatua za kuchunguza? Kwani ni watu wangapi ambao mara nyingi sana wamekuwa kiripoti matukio
fulani na fulani labda anahusika kufanya kitu fulani hata bila kuwa na ushahidi, lakini watu hao watakamatwa kwanza kwa lengo la uchunguzi kufanyika. Wanasema lisemwalo lipo, kama halipo basi linakuja. Kwa hiyo nadhani ilikuwa ni jukumu la jeshi la polisi kuhakikisha kwamba watu hao kwa namna moja ama nyingine wanahojiwa. Yule mzee aliyetoa ushahidi wake kupitia video ambayo ilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kuwataja watu hao, hakuwa kichaa kwamba amekosea kuwataja watu hao kwamba walikuwa wakimtaka awaoneshe nyumbani kwa Mdude. Kwa hiyo ni mtu mwenye akili zake, ni mtu mzima, anawafahamu watu hao na akawataja. Kwa nini jeshi la polisi wasichukue hatua na kuacha kutoa tamko kama hili la kutoa onyo kali kwa matamko mbalimbali ambayo Chadema wamekuwa wakiyatoa? Ni mtazamo tu, lakini kubwa tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi hapa, tutakuhabarisha taarifa mbalimbali.